iftari ya Diamond aliyotoa jana? Kubwa. Iftari ndugu yake iftari. Iftari? Ndugu yake iftari. Kwa nini? Baba, kilichofanyika Diamond, hakuna mtu alompongeza na hakuna mtu alofurahia. Pale alichokifanya sio kitu kizuri. Unajua kwa sababu gani? Hii ni mwezi mtukufu. Na huu mwezi ni mwezi ambao kwa wale watu ambao wana uwezo ndio mwezi wao kufanyaje, wa kutoa chochote kile walichonacho kuwasaidia watu ambao maskini wako chini, hawana hata hela ya kupika iftari, hawana chochote hata cha kujisaidia. Unaona? Huu ndio muda kwa ndugu zetu Waislamu na Wakristo. Ndio muda wa kutoa sadaka. Kile chochote ulichojaliwa kama una uwezo unacho, ndio ule muda wa kwenda kusaidia watu ambao hawana uwezo wa kupata chochote kitu ambacho wanaweza kufuturu. Unaona? Ila yeye alichofanya ni blanda. Blanda ndugu yake na blanda. Kwa sababu gani? Wewe unaita kusema ati kufuturu. Unaita watu maarufu, unaita watu wenye pesa, wenye uwezo, mastaa. Watu ambao tayari washafanikiwa kimaisha. Badala wewe kwenye hiyo iftari uite watu hali ya chini ili hata Mungu anapokea unapata thawabu kutoka kwa Mungu, sababu umesaidia wale ambao hawajiwezi, maskini hawajiwezi. Sasa unamsaidia mtu tayari ambaye unaita watu waje kufuturu, watu ambao washafanikiwa, wana maisha yao. Wewe thawabu gani utapata kwa Mungu? Ndio maana hata sehemu imeandikwa kwenye Bible, tajiri hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Tajiri ana vitu sana ambazo anavifanya, anaiabudu mali zake. Yaani, sijui nikwambieje. Ana vitu ambavyo anavifanya sana nyuma kwa siri. Unaona? Sasa kwa hili pengine unavyotazama hii iftari aliyofuturisha Diamond, hawezi kupata thawabu kwa katika hili? Hawezi kupata. Hawezi. Kwa sababu pale maskini wengi sana wameenda pale, hawajala tokea asubuhi mpaka jioni, wanategemea waende pale wakafuturu. Lakini walizuiliwa nje ya gate. Wakaingia watu wenye majina, watu wenye pesa zao. Unaona? Alafu wanaita eti atapata thawabu kwa Mungu. Hiyo haiwezi kupokelewa kwa Mwenyezi Mungu. Si tumezoea ndugu zetu Waislamu tokea wakiwa wadogo wanaenda madrasa, wanafundishwa kusaidia wasiojiweza, kutoa, wanafundishwa moyo mzuri. Nashangaa Diamond sijui alienda madrasa kufundishwa nini? Kuja kusaidia watu ambao washafanikiwa tayari? Hapana. Ndugu zetu Waislamu kwenye ukweli tuseme, huwa ni watu ambao ni watoaji sana kuliko ndugu zangu mimi wa Kristo. Wakristo sio watoaji, ila Waislamu ni watu ambao ni watoaji sana. Alafu ni watu ambao hawana choyo. Unaona? Hajali kama huni mtu wa hali ya chini ama nini, yeye anamsaidia. Bwana, ambacho kimeleta story zaidi pia ni kuona pale katika hiyo iftari mpaka wachungaji wapo pale. Tumeona hadi anajiita Mtume Mwamposa naye pia alikuwepo pale. Hii imehusiana nini? Kwa nini wachungaji walikuwepo kwenye hiyo iftari? Just imagine. Unajiita wewe Muislamu. Unaenda kufuturisha, yani unaenda kufuturisha watu wa dhehebu nyingine ambao imani tofauti, ambao wana mafanikio, wana pesa, wanajiweza, wanaweza kujilisha. Unawaacha ndugu zako Waislamu ambao hata hawajaonja chochote kitu kwenye kinywa chao. Wanateseka, wanatafuta, hawajapata. Hawana hata matarajio ya kuweka chochote kwenye kinywa. Unaona? Wanaenda tu pale ili wapate hata chochote, hata uji tu. Lakini wapi? Utegemee Mungu atakupa thawabu? Hawezi. Hata ile alo brandi WhatsApp shop, hiyo haijabarikiwa bado. Haijabarikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini angeita watu maskini, watoto ambao ni mayatima, hawana sehemu za kuishi, hawana wazazi, angewaita, angewafuturisha, wakala wakashiba, ile kusema yao tu asante, tunashukuru, Mungu akubariki. Angepata thawabu moja kubwa sana, na sabuni yake ingekuwa sio ya hapa Tanzania, ingekuwa international. Ile Wasafi soap ingekuwa international. Sio tu hapa Afrika, sijui hapa Tanzania, hapana. Ingekuwa dunia mzima. Kwa sababu ya wale watoto walivyomshukuru, Mungu akamtolea baraka zote.
akampatia. Tumeona mashehe wamemshambulia kweli na kusema kwamba amekosea sana, na pia unaenda kufuturisha katika sehemu ambayo ni najisi, kwa maana ya ukumbi, kwamba pengine angetafuta sehemu nzuri aidha nyumbani kwake, lakini yeye anapeka sehemu yenye starehe. Hili unalizungumziaje? Unajua sometime wasanii kuna wakati wanakuwa wema, wanafanya mambo mazuri yanayompendeza Mungu. Kuna wakati wasanii wanafanya vitu ambavyo vinamchukiza Mwenyezi Mungu. Yaani wanafanya blanda ambayo hata Mungu hapendi. Na hicho kitendo hakuna mtu anaweza kufurahia. Hakuna Muislamu anaweza kufurahia, hakuna Mkristo anaweza kufurahia. Hakuna. Kwa sababu ile sio kwenda kufuturisha. Neno kufuturisha, elewa neno kufuturisha ni kufuturisha watu wasiokuwa na uwezo. Wewe unaenda kufuturisha watu ambao wana uwezo, wana majina tayari, wana pesa, alafu wengine wa Kristo dini tofauti, na ni kwenye ukumbi wa starehe, dini tofauti. Unategemea wewe utapata thawabu? No. Pale amekosea, Diamond amekosea kabisa. Amekosea. Watu wanasema kwa nini asige mfano wa Alikiba, anawaitaga watu wanakuja nyumbani kwake, anawapa futari, wanakula na wanaenjoy. Unajua kubwa katika wasanii hapa Bongo, wasanii wa kuigwa, ni mfano wa kuigwa, kioo cha jamii ni Alikiba. Watu japokuwa wanamsema Alikiba swini, lakini Alikiba ni msanii wa kuigwa. Yaani Alikiba, watu wengi, wasanii wengine, tupieni macho kwa Alikiba, chukueni mfano kwa Alikiba. Mkifuata mfano kwa Alikiba, mtafika mbali na kimuziki wenu. Mtafika mbali sana. Alikiba yeye kama hivi sasa hivi kuna vitu anavifanya sisi hatujui. Ile inakuwa ni kutoa sadaka, sio lazima ujionyeshe kwenye makamera, kwenye ma-TV, kwenye hapana. Ile unaambia ni unatoa, ni siri yako wewe na Mwenyezi Mungu. Alikiba anafanya nyingi sana kusaidia watu wasiojiweza, watoto mayatima. Kama mwezi mtukufu amefuturisha watoto yatima wengi sana kwenye vituo vya watoto yatima wengi sana, ila hajaleta mambo za media kuweka hadharani. Ile ni siri yake yeye na Mwenyezi Mungu. Sababu yake atapewa na Mwenyezi Mungu kwa kile alichokifanya. Yes. Kwa maana hiyo hiki ambacho amekifanya yeye Diamond, tuseme kwamba ilikuwa tu ni burudani tu, kwamba hakuna akijapokelewa hiki kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo aliyofanya. Unajua Diamond ana masifa. Hiyo kubali kataa. Ana masifa. Yeye anataka kufanya kujionyesha kwa watu. Mimi ndo mimi. Nani kama mimi? Upo? Alafu kwenye hiyo futari yake ushamwona Mama Diamond? Ushamwona Isma? Nataka nikuulize hilo, lakini kabla tujafika huko, nataka kwanza nizungumzie hapa kwanza kuhusiana na pasta. Pengine pale hatujaona dua zikifanyika. Itajika dua pale zifanyike au zisifanyike pale? Yaani pale dua haitaji futari. Mara nyingi tunataka dua inafanyika kwa kuwaombea watu wengine wenye uhitaji na nini, lakini yeye pale amesha tu kutangaza habari za sabuni na kujielezea kwamba yeye anafanya vizuri tu na kusifia tu uongozi, basi hamna chikifanya kingine. Pengine haitakiwa afanye dua pale. Hakuna shehe anayejua maandiko ya dini akaenda kufanya dua pale. Kwa sababu mazingira sio hayaruhusu, na mazingira sio. Hakuna shehe ambaye ana akili timamu akaenda pale kusoma dua. Pale wapo mapasta wetu, mapasta manabii wa uongo ndio wamejaa. Manabii wa mazingaumbwe, si mazingaumbwe, mavimbwanga ndio wamejaa pale. Wale watu wenye vimbwanga yani pale wengi wamejaa, ni watu yani sijui nikwambieje. Sijui nikwambieje. Lakini shehe ambaye ameshika dini, anajielewa, hawezi kwenda sehemu kama pale akaanza kusoma dua. Hakuna, hawezi. Amna. Je, ni kwa nini ili jambo la kama ile ambayo amefanya Diamond la kutoa sadaka ya futari, unapowalika wa Kristo, hii inakuwa inamaanisha nini? Ikiwa wao wanasema kumwalika imani tofauti kwa maana ya Mkristo ni vitu vili tofauti kwa upande wao, lakini yeye Diamond tumeona anawaalika. Hii ni kwamba anatafuta sifa au ni
anaamini kwamba anapowaita wale anapata baraka. Unajua kwenye nchi yetu sisi hatuna udini, unasikia? Unaweza ukamwalika mtu yoyote sehemu yoyote. Huwezi kuangalia dini wala kabila, unasikia? Ila pale ingekuwa amealika watoto yatima, watu usiojiweza na ni watu wengine wa imani tofauti, hao wanajiita sio mapasta, mabishop, hawa manabii wakaja, isingeonekana ajabu na isingeonekana easy, angepongezwa na kila mtu. Ila alichofanya Blanda, yeye amealika watu ambao tayari wanajiweza, wana maisha yao. Hicho ndo kosa. Ikiitwa futari, alika maskini usiojiweza, haiangalii dini wala nini. Yes, lakini wewe unaalika watu wanaojiweza kweli,